Ambaye niliwahi kukujuza hapo nyuma kwamba tunao eneo hili kwa ajili ya kuanikia, na nilisema kwamba tunaanika hapa bidhaa zote, lakini tumejikita sana kwenye masuala ya viungo. Tunaanika hapa mambo ya binzari, tunaanika tangawizi, tunaanika mdalasini, tunaanika karafuu, tunaanika iliki na mazao mengine yenye jamii ya viungo. Sasa kwa wewe ambaye ulikuwa unauliza kuhusiana na swala la bei, kwamba nikitaka kuleta mzigo wangu hapa gharama za kuanika ni shilingi ngapi? Ngoja nikusanue. Na hawa si watu wengine ambao wanahusika na hii issue, wanaitwa Get Aroma Spices. Ndio watu ambao wameweka huu mradi kwa ajili ya kuwasaidia wakulima. Hii inamaanisha kwamba hata kama uko nje ya eneo hili tulipo hapa, unaweza ukaja ukawekeza, lakini ukawa ni mteja wetu katika masuala zima ya ukaushaji. Kwa kuwa nishati ya jua jua huku linawaka kwa mbali sio sana, kwa mtambo huu ukikusana joto tunatusaidia kuanika. Badala ya kuanika chini, sasa tutakuja kuanika katika eneo hili ambalo liko smart zaidi. Sasa bei ni kama ifuatavyo. Wewe wa tangawizi, lete tangawizi yako hapa, ambapo sasa sisi tutakuchaji shilingi 500 tu, ambayo 500 itahusisha masuala mazima ya kuosha, kusafisha, kukatakata pamoja na kukausha. Kwa hiyo na maana kama umeleta kilo zako 50, baada ya kuzikatakata na nini, utapiga 500 mara 50, unatupatia hela yetu. Lakini wewe ambaye una binzari nyembamba, manjano na kadhalika, wewe hakali kadhalika utatulipa shilingi 500. Ukitupatia sisi hata ulete ina visiki matope na nini, tutasafisha wenyewe, tutakukabidhi mzigo wako ukiwa umekauka. Lakini wewe ambaye unahusika masuala ya iliki, pilipili manga, karafuu na mdalasini, tuletee tu 300. Kutetea 300 hapa, tunaanika mzigo wako hapa. Hata kama una tani 2 tuletee, sisi tutajua tunashughulikaje nao. Kwa muda mfupi unakuja kuchukua mzigo wako ukiwa kamili kabisa. Lakini nikutahadharishe tu kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo tutakuwa kuyajua, kwamba kituo hakitawajibika na hasara zitakazotokana na ubora duni wa mzigo wako kabla ya kukaushwa. Inawezekana umeleta tangawizi yako ina fangasi, ukuje utulaumu baadaye. Kwa lete mzigo ambao ni smart, kwa sababu sisi hatuendi shambani, unaenda wewe unaleta hapa mzigo. Kwa ubora wa mzigo wako utategemea namna ambavyo utakuwa umefanyaje, umeuleta. Sasa ndugu yangu ambao unasubiri unakata tamaa kwenye kulima, unasubiri nini? Achana hao wanaolima mahindi, kwa sababu anayelima mahindi anapakiza gunia 20 kwenye trekta, alafu unabeba kifurushi kidogo cha kilo 30 unaenda kumlipia cha karafuu, unaenda kumlipia mzigo wake wote anaohangaika nao. Njoo tuwekeze pamoja, njoo tuvune pamoja, njoo tukaushe pamoja katika eneo hili ambalo ni mahususi kwa ajili ya kukaushia bidhaa za viungo. Karibu TAWA kwa vivutio na utalii wa ndani. TAWA tunavuma kwa kilimo cha viungo, hasa karafuu, mdalasini, pilipili manga na tangawizi ndani. Karibu TAWA.